الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba sahaba
huyu alikuwa sahaba aliyeshiriki katika vita ya Badri. Yeye pamoja na baba na ndugu yake Maaz na Muawaz alishiriki katika vita ya Badri. Kuhusu Hazrat Abu Ayman inasemwa kwamba alikuwa si ndugu yake, bali alikuwa mtumwa wa baba yake Umar bin Jamu. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoondoka kwa ajili ya vita ya Badri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika sehemu ya Sukia. Hazrat Abdullah bin Qatada anasimulia kwa kupitia baba yake kwamba Mtume sallam alisimama kwa muda mfupi katika sehemu ya Sukia ambapo kulikuwa chemchem na kisima, na Mtume sallam akaswali swala na akafanya dua. Hazrat Adi bin Abi Zawa na mtu mwingine walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sawa na ria ingine Hazrat Abdullah bin Umar bin Ihram pia alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Mtume sallallahu alipokuwa katika sehemu ya Sukia, na akasema kwamba kusimama kwako hapa na kuangalia hali ya masahaba tunaona ni jambo nzuri, kwa sababu sisi tulipopambana na Banu Salama na Useka, sisi pia tulikaa hapa, yani kabla ya Islam tulipambana nao. Na Huzeka ilikuwa sehemu karibu na mlima wa Zubab. Anasema sisi pia tulikaa hapa na tuliangalia hali ya wenzetu, na wale watu ambao walikuwa na uwezo wa kupigana tuliwaruhusu, na wale ambao walikuwa hawawezi kushika silaha tuliwarudisha nyumbani. Kisha sisi tulienda upande wa Huseka. Wakati ule Mayahudi wa Huseka walikuwa na nguvu sana. Sisi tulipambana nao, tulipigana nao na tuliwaua. Ndio maana huyu akasema kwamba ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nategemea kwamba sisi tutakapopambana na kupigana na Makureshi, wakati ule Mwenyezi Mungu atakupatia ushindi, na wewe pia utapata ushindi kama sisi zamani tuliwahi kupata ushindi kwa kutumia mwenendo huu. Anasema asubuhi mimi nilienda kuonana na familia. Anasema baba yangu Amar bin Jamu akasema, mimi nilikuwa nafikiria kwamba wewe umesharudi. Katika riwaya ya kwanza iliyoelezwa ndani yake iliandikwa kwamba alishiriki pamoja na baba yake Umar bin Jamu, lakini sawa na riwaya hii baba yake alikuwa hayupo. Nikamwambia baba yangu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapiga hesabu ya masahaba. Wakati ule Umar bin Jamu akasema kwamba jambo hili ni nzuri sana, mimi nategemea mtapata ushindi juu ya washirikina hawa, na sisi pia tulipata ushindi juu ya Huseka, na sisi pia tulikaa hapa, na mimi naona kwamba hii ni mpango mzuri uliopangwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibadilisha jina la Huseka na alimpatia jina
sukia na nilikuwa na nia kwamba mimi ninunue sehemu ile, lakini kabla yangu hadrat saad bin abi waqas radhiallahu taala anhu alinunua kwa kutoa ngamia 2, na wengine wanasema kwamba alitoa okia 7 na ni dirham 90 na 80, na kwa kutoa fedha hii alinunua sehemu ile. wakati mtume sallallahu alaihi wa sallam alipoambiwa kuhusu tukio hili, mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema kwamba biashara yake ni biashara yenye faida sana. Hazur anasema nilieleza kwamba baba yake hakushiriki katika vita ya Badri, lakini Maaz na Muawaz na Abu Ayman hawa wote walishiriki katika vita ya Badri na waliuawa katika vita hii ya Badri. Baba yake alishiriki katika vita ya Uhud, lakini hakuweza kushiriki Badri. Alikuwa na hamu ashiriki katika vita ya Badri, lakini yeye alikuwa mlemavu na alikuwa hawezi kutembea kwa sababu ya mguu, shida ya mguu moja. Ndio maana watoto wake walimwambia ashiriki katika vita ya Badri. Kuhusu baba Hazrat Khalad, inaelezwa kwamba wakati wa vita ya Badri mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwaambia masahaba wajitayarishe kwa ajili ya jihadi, lakini Hazrat Umar bin Jammu alizuiliwa na watoto wake kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapatia ruhusa wale ambao ni walemavu, na watoto wake walimwambia Hazrat Umar bin Jammu kwamba sisi sote ndugu tunaenda kupigana na wewe hulazimiki uende kupigana na makafiri kwa sababu Mungu amekuruhusu. Kwa hiyo kwa sababu ya ushauri wa watoto wake Hazrat Umar bin Jammu hakushiriki katika vita ya Badri, lakini wakati ilipokuja wakati wa Uhud, Hazrat Amar akamwambia watoto wake kwamba hamkuniruhusu nishiriki katika vita ya Badri, sasa kuna nafasi ya kushiriki katika Uhud, mimi lazima nitaenda na hamwezi kunizuia. Maelezo haya yote aliyoeleza halifa mtukufu sasa hivi yalikuwa kuhusu Hazrat Khalad aliyekuwa mtoto wa Hazrat Amr bin Jammu. Kwa hiyo Hazur anaendelea kusema kwamba baba huyu akawaambia watoto wake, hamwezi kunizuia, mimi lazima nitashiriki katika vita ya Uhud. Lakini watoto wake walimwambia asishiriki. Kwa hiyo Amr bin Jammu alimjia mtume sallallahu alaihi wa sallam ili achukue ruhusa kutoka kwake. Kwa hiyo Amr bin Jammu alipomjia mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba safari hii watoto wangu wananizuia nisiende kwa ajili ya jihadi, walinizuia wakati wa Badri, sasa wanataka mimi nisishiriki tena katika jihadi ya Uhud, lakini mimi nataka nishiriki pamoja nawe. Kisha akasema, wallahi mimi nategemea Mwenyezi Mungu atatimiza lengo langu na mimi nitauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mimi katika ulemavu wangu huu nitaingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kisikia hii akasema, ewe Amr,
bila shaka Mwenyezi Mungu amekuruhusu kwa sababu wewe ni mlemavu, huwezi kushiriki, hulazimiki kushiriki katika jihadi. Lakini Mtume sallam akawaambia watoto wake, nyinyi msimzuii huyu katika kazi hii mema. Ikiwa huyu ana lengo lake la kushiriki, basi mumruhusu. Huenda Mwenyezi Mungu atampatia nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Amar akashika silaha zake na kwa kufanya dua hii akaelekea kwenye Uhud. Allah marzukni shahadatan wala taruddani ini khaiba, yani Mola wangu unipatie nafasi ya kuuawa katika njia yako na usinirudishe nyumbani kwangu katika hali hii kwamba mimi nimeshindwa. Mwenyezi Mungu alipokea dua yake, maombi yake. Kwa hiyo yeye aliuawa katika vita ya Uhud. Mama wa Hazrat Khalad ni Hazrat Hind binti Amr. alikuwa shangazi wa Hazrat Jabir bin Abdullah. Katika vita ya Uhud, Hazrat Hind alichukua maiti ya baba yake na watoto wake na aliwaleta katika Madina, lakini baadaye maiti yao yalipelekwa katika sehemu ya Uhud. Maelezo yake yameelezwa hivi: kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaka waliuawa katika Uhud wazikwe pale pale ambapo waliuawa. Hazrati Aisha radhiallahu taala anha kuhusu vita ya Uhud, kwa ajili ya kujua habari ya Uhud alitoka pamoja na wanawake wa Madina. Wakati ule kulikuwa haikushuka aya za hijabu. Wakati Aisha alipofika sehemu ya Hara, alikutana na Hind binti Omar aliyekuwa dada wa Abdullah, na pamoja naye alikuwa mume wake na pamoja naye ilikuwa maiti ya mume wake na ndugu yake na mtoto wake. Hazrat Aisha akamuulizwa kwamba ulionaje, hali ilikuwaje kule katika uwanja wa Uhud. Hazrat Hind akasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko salama. Ikiwa yeye yuko salama, basi sisi hatuna wasiwasi. Baada Hazrat Hind akasoma aya hii: waradallahu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wakafallahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza. Yani wale waliokufuru Mwenyezi Mungu aliwarudisha wale pamoja na ghadhabu zao, na Mungu ni mwenye nguvu na mwenye ushindi. Hazrat Aisha akaulizwa kwamba katika juu ya ngamia yako ni nani na nani? Hazrat Hind akasema ni ndugu yangu, mtoto wangu ni Khalad, na vile ni mume wangu Umar bin Jamuh. Yani hao wote walikuwa wameuawa katika vita ya Uhud, na alikuwa anabeba maiti ya hawa wote. Hazrat Aisha akamuuliza, unawapeleka wapi hawa ambao wameuawa katika vita ya Uhud? Yeye akasema, mimi nataka kuwazika katika Madina. Kisha akataka kuendesha ngamia yake, lakini ngamia yake akakaa pale. Hazrat Aisha akasema kwamba juu yake kuna mzigo mkubwa sana, ndio maana hatembei. Hazrat Hind akasema kwamba huyu ngamia anabeba mzigo mzito sana, lakini sasa hivi yeye hataki kwenda mbele. Kuya akajaribu kuendesha tena ngamia.
alipotaka kwenda upande wa madina ngamia tena akakaa. kisha baadaye alipoelekeza ngamia yake tena upande wa madina, ngamia akaanza kutembea haraka na haraka. Na baadaye Aisha alimjia mtume saa salam na akamwambia habari hii yote ilitokea kule. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema kwamba huyu ngamia amepewa kazi hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye asiende upande wa Madina bali yeye aje upande wa Uhud. Hadrat Hind aliulizwa kwamba je, mume wako alikuambia kitu chochote wakati alipokuwa anaondoka kwa ajili ya vita ya Uhud? Akasema kwamba ndiyo. Yeye alisema kwamba e Mola wangu, usinirudishe katika familia yangu katika hali hii kwamba mimi nimeshindwa, na usinifedheheshe. Kwa kusikia hii mtume saa salama amesema kwamba kwa sababu hii ngamia alikuwa hatembei. kisha akasema kwamba enyi Maansar, miongoni mwenu wapo wengine ambao wanaposema kitu kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu, Mungu anatimiza kiapo chao, na Umar bin Jamu ni mojawapo. kisha akasema ewe Hind, tangu ndugu yangu ameuawa, tangu wakati ule malaika wanafanya kivuli juu yake na wanasubiri yeye azikwe wapi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliendelea kukaa pale mpaka hao wote walipozikwa. kisha mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwamba mtoto wako Khalad na ndugu yako Abdallah wote wako marafiki huko peponi. Hadrat Hind akasema, ewe mtume, niombee Mwenyezi Mungu pia anijalie nafasi kwamba niwe pamoja nao. Sahaba wa pili ambaye nataka kueleza ni Hadrat Utba bin Amir. mama yake Fuqaha na baba yake alikuwa anaitwa Amr bin Nabi. mama yake pia alisilimu na alifanya baiyat ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Uqba bin Amir alikuwa miongoni wa Ansar 6 ambao walisilimu Maka mwanzoni, na aliwahi kushiriki katika Bai'at Aqba ula na Bai'at Sania. Admiza Bashira Masaba ameandika maelezo yake kwamba kwa sababu juhudi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujumbe wa Islam ulienea katika Madina, katika Makka. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ziara ya makabila. Wakati ule akajua Suwaid bin Samit amekuja katika Makka. Suwaid alikuwa mtu maarufu wa Madina, alikuwa anajulikana kwa sababu ya ushujaa wake, na vile vile alikuwa mshairi mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda nyumbani kwake na akamhubiri yeye. Akasema, mimi pia nina kalamu nzuri na jina lake ni Mujalla Luqman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, basi nisomee kitabu ambacho unacho. Kwa kusikia hii, Suwaid akasoma sehemu fulani ya kitabu kile alikuwa nacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasifu kitabu kile na akasema kwamba ndani yake maneno mazuri yameandikwa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba kitabu ambacho ninacho, kitabu hiki ni kizuri zaidi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomea aya kadhaa za Qur'an tukufu. Wakati Mtume sasa alipomaliza kusoma aya, yeye akasema kwamba ni kweli, unasema kweli, kitabu hiki ni kizuri zaidi. Yeye ingawa alikuwa bado hajasilimu, lakini yeye kwa maneno yake alimsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa bahati mbaya yeye alipokwenda Madina hakupata nafasi zaidi, na yeye aliuawa. Tukio hili lilitokea kabla ya vita ya Buas. Kisha kabla ya vita ya Buas, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa haja alikuwa anazuru makabila mbalimbali wa Quraysh.
mtume salam ghafla akakuta watu kadhaa ambao alikuwa wageni na walikuja kuomba msaada dhidi ya maadui wao. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaendea na akawahubiri. Kwa kusikia mahubiri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kijana moja aitwa Iyas akasema, wallahi sehemu ambapo mtume sallam anatuita ni nzuri zaidi kuliko msaada ambao tumekuja kuomba. yaani sisi tumekuja kuomba msaada kwa ajili ya vita, lakini huyu anatuhubiri tumjie tumwelekee Mwenyezi Mungu. Na wenzake aliposema maneno haya, wenzake wakamkasirikia na wakasema, sisi hatukuja kwa ajili ya jambo hili. kwa hiyo imeandikwa kwamba Iyas aliporudi katika nchi yake na alipokuwa karibu kufa, yeye alikuwa anatamka shahada. baadaye vita Boas ilipotokea katika mwezi wa Rajab, mtume saa salam akakutana tena na watu wa Yasrib yani Maka na tukio wa Madina, na tukio hili lilitokea katika mwaka 11 wa unabii. mtume sallallahu alaihi wa sallam alikutana na watu na aliambiwa kwamba hawa ni watu wa kabila Khazraj, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba, je, mnaweza kunisikiliza au mnaweza kusikia mahubiri yangu? Wakasema ndio, tupo tayari. mtume sallallahu alaihi wasallam akawahubiri na akawasomea aya kadhaa za Qur'ani tukufu na akawaambia lengo la kuja kwake. Wale watu wageni wale wakasema kwamba hii ni nafasi nzuri sana kwamba sisi tusilimu. na hawa wote walisilimu ni Abu Umama, Asad bin Zurara alikuwa katika Banu Najjar, Auf bin Haris ni mtu wa pili, huyu pia alikuwa katika Banu Najjar. alikuwa katika familia ya babu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yeye sahaba Utwa bin Amir pia alikuwa kutoka katika Banu Salama, na Ukba bin Amir pia alikuwa sahaba mwingine, na Jabir bin Abdullah alikuwa kutoka Bani Usaid. hawa ni masahaba sita ambao walisilimu pale, na baada ya kusilimu wao wakaondoka, na wakati wakaondoka wakasema kwamba sisi hatuelewani, tunaendelea kupigana. sisi tukirudi Yasrib yani Madina tutawahubiri ndugu zetu, huenda kwa sababu ya baraka yako Mwenyezi Mungu atatujalia sisi tutakuwa pamoja na sisi tutakuwa tayari kukusaidia. kwa hiyo hawa wote sita waliosilimu wakarudi Madina na wakaanza kufanya mahubiri ya Islam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisubiri matokeo ya mahubiri hawa sita yatakuwa ya aina gani. je, kutakuwa nafasi ya kuhubiri zaidi kule au la? wakati ule Waislamu pia walikuwa wanasumbuliwa mara kwa mara. wale Waislamu waliosilimu mwanzoni Maka waliwahi kushuhudia kwamba viongozi na watu Maka wamekataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Madina watu kadhaa walisilimu. upande mwingine watu wa Maka waliendelea kumsumbua mtume sallallahu alaihi wasallam na walinuia kwamba wataangamiza Islam.
waliendelea kuwatesa waislamu wote. mtume muhammad saa salam mwenyewe na masahaba zake walisimama dhidi ya upinzani huu kama ni mlima madhubuti, na kwa kuona subira ya mtume muhammad saa salam maadui walikuwa wakishangaa, na walikuwa wakishangaa kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kuwateleza mtume saa salam na masahaba zake. Na wakati wote mtume saa salam alipokuwa akiongea na makafiri walikuwa wakipata hofu, na jalali ya mtume saa salam ilikuwa inaonekana katika mazungumzo yake. Kwa sababu ya hali hii watu wa Maka walikuwa wakishangaa sana, na vile kile baadhi wakati walikuwa wakipata hofu kuhusu hali hii. Sir William Muir pia ameandika katika kitabu chake kwamba katika siku zile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama dhidi ya upinzani wa watu wake kiasi hiki kwamba alikuwa hana hofu. Alikuwa na hamu kwamba alikuwa na yakini kwamba atapata ushindi, lakini kwa kidhahiri alikuwa hana uwezo. Yeye pamoja na maswahaba zake kadhaa walikuwa katika mdomo wa simba, lakini walikuwa na yakini juu ya msaada wa Mwenyezi Mungu. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa azma sana alisimama kwa imara sana. Yani vile Miora anasema kwamba alikuwa amesimama kwa imara kiasi hiki kwamba hakuna yeyote ambaye aliweza kumteleza. Sisi hatuoni nadhara hii na mfano huu katika mataifa mengine, isipokuwa tunakuta katika wana wa Israeli. Lakini hali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nzuri zaidi kuliko manabii wa wana wa Israeli. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya wakati ule kwamba munisumbue kiasi chochote mnachoweza kunisumbua, lakini mimi nitasimama kwa imara sana. Kwa jumla wakati ule Islam ilikuwa hali ya dhaifu sana, na watu wa Maka walikuwa si tayari kuusilimu. Lakini upande mwingine wale watu 6 walioenda Madina kule walipofanya mahubiri, kwa sababu ya mahubiri yao kidogo hali ilikuwa ya aina hii kwamba maswahaba walikuwa wanasubiri kwamba je, watu wa Madina pia walimkataa mtume sallallahu alaihi wasallam kama watu wa Maka na watu wa Taifa wamekataa, au watampokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka nje na akakutana na watu wa Madina. Wale watu walikutana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi sana, na safari hii walikuwa watu 15 miongoni wa 12. Katika 12 watano walikuwa wale ambao walikuja mwaka jana, na waliokuja hawa ni Abu Umama, Asad bin Zurara, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Utba bin Amir, Ukba bin Amir. Alikuja safari hii tena. Huyu alikuja safari hii tena kwa ajili haji. Maaz bin Haris alikuwa katika kabila Bani Najjar, na Zakwan bin Abdekais alikuwa katika kabila Bani Zuraiq. Abu Abdurrahman pia alikuwepo. Na Ubada bin Samit alikuwa katika kabila la Banu Khazraj. Ubas bin Ubada bin Nazla alikuwa katika Bani Salam. Abul Hasam bin Tehan yeye alikuwa katika Bani Abdul Ishad. Na sahaba mwingine alikuwa katika
bani aus. hawa walikuwa 12 ambao walikuja tena Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nao hawa watu 12 katika bonde fulani. wao wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu habari ya Madina, na hawa wote wakafanya bayati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayati hii ilikuwa jiwe la msingi la Islam katika Madina. Wakati ule jihad kwa silaha ilikuwa haikufaradhishwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua bayat kwa maneno haya kwamba wao wataamini Mungu ni moja na hawatafanya ushirikina, hawataiba wala hawatafanya zina na hawatafanya uaji na hawataleta tuhuma watu wengine, na wao watakuwa watiifu katika mambo yote. Baada ya kuchukua bayeti hawa watu 12, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba ikiwa nyinyi mnabaki imara juu ya ahadi hii, basi mtapata pepo, lakini kama mnatelezeka, basi Mungu atawatendea sawa na hiari yako. Hii katika historia inaitwa Bai'at Aqaba Ula, yani mahali ambapo bayat hii ilifanyika, sehemu ile inaitwa Aqaba. Aqaba maana yake ni sehemu juu uko mlimani. Hawa watu 12 waliosilimu wakasema kwamba tupewe mwalimu ambaye atatufundisha Islam na vile vile atafanya mahubiri kule. Mtume sallam akamtuma Musa bin Umair pamoja na hawa. Wakati ule mubalighin walikuwa wakiitwa kari kwa sababu kazi yao ilikuwa kusoma Qur'an tukufu. Hii ilikuwa njia nzuri ya kufanya mahubiri. Hazrat Musa pia alipokwenda kule Madina alikuwa anaitwa kwa jina la Mukri, yani anayesoma Qur'ani. Katika Bai'at Aqaba Ula masahaba 70 walifanya bayat. Hazrat Aqba alishiriki katika vita ya Badri, Uhud na vita yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aqba wakati wa uhalifa wa Abubakar katika vita ya Yamama aliuawa. Hazrat Uqba bin Amir anaeleza, nilileta mtoto wangu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati alikuwa kijana, na nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba umfundishe mtoto wangu maombi mbalimbali ili afanye dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe kijana, sema Allahumma inni as'aluka sihatan fi amani wa imanan fi husni, yani e Mola wangu, mimi nakuomba afya katika hali ya imani, na vile vile pamoja na imani na kuomba hulka njema, na vile vile mimi nataka ufaulu kutoka kwako. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya maswahaba hawa wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hii nitaeleza kuhusu mwanamke mmoja wa Marekani. Alikuwa mwanajumuiya kwa muda mrefu. Jina lake ni Sister Alia Shahid Sahiba. Alikuwa mke wa Ahmad Shahid Sahib. Tarehe 26 wa Desemba alifariki. Alipewa umri mrefu sana. Vile vile alipata nafasi ya kuitumikia dini kwa muda mrefu. Alipata umri wa miaka 105. Mwenyezi Mungu apandisha madaraja yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amir Sahib wa Marekani ameandika kuhusu marehemu kwamba alifanya bayat 1936 63 mpaka 66. Aliwahi kuwa sadra jina wa Amerika. Vile vile Secretary Mal, General Secretary Taalim na sadr lajna wa jamaati yake. Alitumikia jumuiya
katika nafasi hii kwa miaka 50. Alikuwa mwanamke mwenye kujitolea sana. Alipata nafasi ya kumuita Hazrat Joseph Khan Sahib kwa ajili ya chakula. Aliwahi kuwa sadr jamaat wa Marekani. Ana mtoto mmoja aitwaye Umar Shahid Saheb, na yeye tangu miaka 18 anaendelea kuitumikia jumuiya kwa kuwa sadr jamaat. sadr lajna maela Marekani anaandika kuhusu Sister Alia kwamba maisha yake, mwenendo wake, kila amali yake ni shahidi kwamba yeye alisimama kwa uimara sana juu ya ahadi ya baiati yake, na ahadi hii alifanya miaka 76 iliyopita. Aliendelea kubaki juu yake kwa imara sana. Zamani sadr lajna wote walikuwa chini ya sadr lajna wa Pakistan, na wakati ule Mariam Sadika Sahiba alikuwa sadr lajna wa dunia nzima. Wakati ule Mariam Sadika Sahiba alisifu sana huduma za marehemu. sadr lajna anasema jina la Sister Ali ilikuwa Ila Lewis, na mume wake alikuwa anaitwa William Frank. Hawa walikuwa karibu kuolewa wakati ule mume wake alipata ujumbe wa Islam. Bana William pamoja na wazazi wake wakajiunga na jumuiya, na akajipatia jina Ahmad Shahid. Sister Ali wakati ule alikuwa bado hajafanya bayat. Ahmad Shahid sa baada aliteuliwa kuwa rais wa jamaat, mwenyekiti wa jamaat, na yeye aliendelea kujitolea, na yeye alipewa mtoto mmoja na alimpa jina la Umar. Wakati ule Sister Ali alikuwa akiishi pamoja na wazazi wa mume wake, na yeye akaanza kusoma vitabu vya Sayyidina Ali salatu wasalam, na yeye akapata kitabu kiitwacho Mwito kwa Mfalme, na kwa kusoma kitabu hiki aliathirika sana. Hivyo ndivyo marehemu akaanza kushiriki katika vikao mbalimbali vya jumuiya. Siku moja Abdurrahman Bangali Saheb alitoa hutuba, akasikia hutuba yake, na katika hutuba yake alieleza kuhusu tukio la msalaba wa Yesu Kristo na kuhama kwake. Marehemu alikuwa akisema kwamba baada ya kusikia hutuba hii mimi niliacha kwenda kanisani na badala yake nilianza kwenda msikitini, na hatimaye 1936 nikajiunga na jumuiya. Anasema mimi nilisoma jina Alia kitabu fulani, kwa hiyo mimi nikapenda jina hili, kwa hiyo nikajipatia jina hili Alia. Sister Alia alikuwa mtu wa kutafuta elimu sana. Alikuwa akisafisha misikiti, alikuwa akipika chakula kwa msikitini, alikuwa akiswali swala. Yeye kwa unyenyekevu alikuwa akishiriki katika wakari amal, na alikuwa akifanyia shughuli za jumuiya kama kupika chakula kwa ajili ya wageni na kusafisha misikiti. Sadr Lajna anasema mimi nilimkuta marehemu kila wakati msikitini kusali swala. Nilimkuta yeye alikuwa anaenda kuangalia hali ya wagonjwa, nilimkuta yeye alikuwa anatoa mchango, na yeye alikuwa anaendelea kuwakumbusha watu kuhusu vitendo vizuri. Na marehemu alikuwa akifanya juhudi sana wanajumuiya wanawake wote wawe kitu kimoja. Sadr Lajna anasema marehemu alikuwa akisoma aya hii sana, inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanu marsus. alikuwa akisoma sana aya hii
yaani bila shaka mwenyezi mungu anawapenda wale watu ambao wanafanya jihadi katika njia yake kwa kuwa safu moja. Sasa lajna wa Amerika ameandika kwamba alianzisha scholarship kwa ajili ya wanafunzi. vile vile alikuwa akituma Qur'an tukufu katika maktaba mbalimbali ya nchi. Alianzisha gazeti moja kwa jina la Aisha. vile vile alitayarisha yeye alitoa mchango mkubwa katika msikiti. hivyo ndivyo katika ukarabati wa mission house pia alitoa mchango mkubwa sana. Sister Alia alikuwa akituambia kwamba wakati ule mwanzoni wanawake 98% walikuwa wanajumuia wapya. kwa hivyo alikuwa akiwaambia na kumbusha kuhusu kuswali swala na vile vile kuwa hijabu nzuri sawa na mafundisho ya Islam. Marehemu alikuwa akiwafundisha wanawake na alikuwa akiwaambia kwamba waanze kuwa hijabu. vile vile Sister Ali alifanya juhudi sana ya kuwafundisha Qur'an tukufu wanawake na Nasrat. hivyo ndivyo wale walikuwa wakisoma Qur'an tukufu alikuwa akiwafundisha tafsiri yake. Aliye sahiba alitayarisha syllabus kwa ajili ya Nasrat. Marehemu alikuwa anafanya juhudi sana ili wanawake watoe mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu, na alifanya juhudi sana kuhusiana na hii. Yeye alipoulizwa kwamba amepata shida gani wakati alipojiunga na jumuiya, anasema alipata majaribio mengi sana, shida sana, usumbufu sana, lakini mimi sikuonyesha udhaifu, bali mimi nilikuwa radhi pamoja na ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mimi naendelea kuambia lajna maila kwamba wao pia waonyeshe, wawe na imara na waonyeshe subra. Marehemu alikuwa na yakini kwamba Islamu itapata ushindi duniani kote, na alikuwa akisema kwamba wakati ushindi wa Islamu utakapopatikana, wakati ule moto ya jumuiya Love for All, Hate for None, moto huu utafaa sana. Hivyo ndivyo marehemu alikuwa na yakini sana juu ya nidhamu ya uhalifa, na alikuwa akifikiria na alikuwa akisema kwamba uhalifa ni ufunguo wa ushindi wa Islam, na alikuwa akisema kwamba uhalifa ni baraka mkubwa sana. March 2008 aliwaambia lajna maila kwamba mwaka huu tarehe mosi ya Januari 2008 wanajumuia wote walijumuika na waliswali swala. Sisi kwa nini tusifanyi hivi, kwamba katika miaka hii, katika mwaka huu mwaka 100 wa uhalifa umetimia. Kisha alikuwa akifanya dua hii kwamba Mola uondoe vizuizi wa kila aina kutoka katika njia ya jumuiya. Na vile vile alitoa ujumbe huu kwamba Sayyidina al-Islam ameweka msingi wa jumuiya hii na ameleta umoja katika jumuiya, na wanajumuiya ni wale ambao wanasaidiana, wanaombeana na wanashiriki katika huzuni na katika furaha ya wanajumuiya. Ikiwa mwanajumuiya mmoja anahuzunika, mwingine pia anahuzunika. Ikiwa mmoja anafurahi, mwingine pia anafurahi. Sisi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tupo pamoja. Kisha katika ujumbe wake aliandika,
na ujumbe huu ulikuwa kwa ajili ya wanajumuiya wapya hususan. Akasema kwamba mimi ni mwenye bahati nzuri kwamba mimi nimeona maendeleo sana ya jumuiya katika maisha yangu. Ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba Mungu ametuchagua kwa ajili ya huduma ya Islam. Kila wiki tunaweza kumsikiliza halifa mtukufu, na kwa kufuata nasaha zake tunaweza kupata ufaulu wa dunia na akhera. Na katika mwisho wa ujumbe wake aliandika, mimi nafanya dua, e Mola wangu, ondoe vizuizi vyote vinayopatikana katika ushindi wa Islam na ufanye jumuiya yetu iwe picha halisi ya Islam, na sisi tuweze kurekebisha hali ya watu wengine pia. Hazur anasema hivi, yeye alifanya juhudi kwa ajili ya kuwajumuisha wanajumuiya wote, hususan wanajumuiya wapya. Mtoto wake bana Umar Shahid ambaye mwenyewe pia ni mwenyekiti wa Jumuat anasema, wazazi wangu walikuwa wanajeshi wa kulinda Islam. Mama yangu alikuwa andikia barua bila kukosa, na alikuwa akinikumbusha mimi pia kwamba mimi ni kuandikia barua. Kisha anasema, niombe mimi na watoto wangu tuweze kufuata nyayo za mama yetu. Na anasema baada ya kufariki kwa mama yangu, jinsi watu walikuja kwa ajili ya rambirambi na jinsi walisifu, mimi nilikuwa sitegemei watafanya hivi. Yani wao wamesifu sana mama yangu. Mwanamke mwingine anasema kwamba baada ya kusilimu bi Sister Alia aliishi maisha mzuri sana. Wakati alipokuwa katibu wa taalimu, wanajumuiya wote walikuwa wakifanya juhudi ili washiriki katika imtihani. Alikuwa mkubwa sana kuliko mimi, lakini alikuwa akishirikiana nami. Wakati wote alipokuwa akiulizwa swali, yeye alikuwa akijibu vizuri. Na alikuwa akitoa majibu sawa na mafundisho ya Islam. Yeye alijenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, na watu walikuwa wakibutika kwake kwa sababu ya hali yake hii. Kisha Sister Jamila Hamad ni mwanajumuiya mwingine. Huyu pia ni mwanajumuiya mwenyeji wa Marekani. Anasema marehemu alikuwa akiniambia, alikuwa akinipenda sana. Anasema mama yangu alipofariki aliniandikia barua. Alikuwa mwanamke mwenye sifa za malaika. Tulipokuwa tukihitaji msaada wake, yeye alikuwa akitusaidia, na alikuwa akitusii kwamba tunatakiwa tumpende halifa wetu na jumuiya yetu. Hii ndiyo ni njia ya ufaulu. Mimi nilikuwa nikimuona alikuwa akimpenda Mwenyezi Mungu sana. Siku moja nikamuuliza kwamba, je, unaogopa kutoka kifo? Anasema kwamba mimi sina hofu kwa sababu hatimaye tutaenda kumuona Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa na elimu sana ya jumuiya, na maisha yake yote aliendelea kuwahubiri wengine. Kisha Dr. Rashid Ahmad ni mwanajumuiya mwingine. Yeye anasema kwamba marehemu alikuwa akifuata mafundisho yote ya Islam, na alikuwa akiwasihi wengine pia wafuate mafundisho ya Islam. Katika kila harakati zake tulishuhudia mapenzi ya Mungu. Mimi nilipowahi kukaa nyumbani kwake mara kwa mara. Tulikuwa tukiswali swala pamoja, tulikuwa tukisoma Qur'an tukufu pamoja, na baadaye yeye alikuwa akinionyesha barua alizopokea kutoka kwa halifa, na alikuwa akipenda halifa kiasi hiki kwamba athari yake inaonekana katika shairi lake na katika vitabu vyake. Yeye alipokuwa mgonjwa, yeye hakuleta malalamiko, bali alikuwa
kueleza ihsani za mwenyezi mungu. Sister Aziza ni mwanamke mwingine ambaye ni mke wa Ilhaj Rashid. Huyu anasema kuhusu marehemu kwamba Sister Alia alikuwa picha halisi ya Love for All Hate for None. Alikuwa akiishi katika mji mwingine, lakini yeye alikuwa rafiki mzuri wa mama yangu. Hata mama yangu alipofariki, yeye hakuacha urafiki huu. Yeye alikuwa akiniandikia barua nilipokuwa nikionyesha udhaifu katika kazi, katika shughuli zangu. Fulat Sahaba ni lajna mwingine, anasema kwamba 1950 ilikuja Marekani. Wakati ule nilijua kuhusu Alia Sahib, umri wangu ulikuwa miaka 8. Nilimkuta marehemu alikuwa mwanamke mzuri sana mwenye hulka njema, alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akinielezea barua zake alizomwandikia halifa wa pili. Alikuwa mwanamke mwenye dini sana, alikuwa na umri wa miaka 100, lakini alikuwa akishiriki jalsa salana, na mwenendo wake ni mfano mzuri kwa ajili yetu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema, na Mungu awajalie watoto wake wapya wapate na shauku sawa na marehemu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.